Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Ni furaha iliyoje kukutana nawe mara tena mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24. Bila shaka na kukaribisha kuweza kufuata taarifa habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Mpenzi mtazamaji, nakuwa nikikusamini kila mara kwa wewe kuendelea kurufuata vilivyo na kutupa muda wako. Kumbuka kwamba hii ni TV yako ambayo inakuwa nakupa habari kaza wa kaza, hasa hali inayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na sehemu zingine nchini DRC. Nitakuomba uweze kuandamana nasi mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu. Habari zetu zitaanzia huko Masisi ambako hali ya utulivu wa tahadhari unaonekana Jumatano ya tarehe 6 Mei katika maeneo ya Remeka na Katunda tarafani Masisi katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, siku moja baada ya mapigano makali kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani, mapigano yalizuka Jumanne ya tarehe 5 Mei baada ya mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa AFC M23 waliotoka Ngungu zidi nafasi zilizokuwa zikishikiliwa na wazalendo. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa shambulio hilo lilenga kupanua eneo la ushawishi katika sehemu hiyo ya wilaya ya Masisi ambako hali ya usalama imekuwa tete kwa wiki kadhaa. Baada ya saa kadhaa mapigano makali kwa kutumia silaha nzito na nyepesi, waasi hao walifanyikisha kusukumwa nyuma na wazalendo ambao kwa sasa wanaimarisha nafasi zao katika eneo hilo, kwa mujibu wa mashuhuda wa ndani. Bado kulingana na vyanzo hivyo, wanajeshi wa AFC M23 walirudi nyuma kuelekea Ngungu baada ya jaribio lao la kushambulia kushindikana. Msikilizaji, tujielekeze hivi sasa huko Kale ambako mapigano makali yameanza tena mapema asubuhi ya Jumatano hii ya tarehe 6 Mei kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23 katika eneo la Tushunguti, makao makuu ya groupment ya Ziralo wilayani Kale mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani, wazalendo wameanzisha mashambulizi mapya kwa lengo la kurejesha udhibiti wa mji huo muhimu ambao ulianguka mikononi mwa waasi wa AFC M23 Jumapili iliyopita baada ya siku mbili za mapigano makali. Tangu saa za kwanza za usiku, milio ya risasi nzito na nyepesi imesikika ndani ya pembezoni mwa Tushunguti, hali iliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa raia wa vijiji vinavyozunguka eneo hilo ambao tayari wameathiriwa na hali ya ukosefu wa usalama unaendelea katika sehemu hiyo ya Kivu Kusini. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya kutisha na inabadilika kila wakati katika groupment ya Ziralo. Huko Walikale ni kwamba shirika la raia MESCO tarafani Walikale jimboni Kivu Kaskazini yakemea kwa hali ya juu vitendo vya unyanyasaji dhidi ya raia wasio na hatia kutoka kwa baadhi ya askari jeshi wa taifa FARDC katika eneo mbalimbali za Walikale. Kwa mujibu wa Kiombeni Sura Faustin, mratibu wa shirika la raia MESCO tarafani Walikale, ametoa picha ya hali ya sasa. Ndani ya mtaa raia wamekuwa na shida kubwa zaidi kwa ajili ya hali ya usafirishaji kutoka nyumbani kuelekea mahali fulani. Vizuizo mingi sana ambayo imewekwa na jeshi la taifa. Humo wanakuwa na watu wa ANR, vile vile maservisi nyingi zinabaki kwenye vizuizo, yani mabarieri hapo, wakiomba kila mwenye kupita 1000 francs hata 2000 francs, na kwa wakati mwingine utakuwa hauna kadi ama cheti ya usafirishaji zaidi jeton de recensement, hapo utalipa kiasi ya pesa ile ambalo watajisikia. Na hii imekuwa tatizo kubwa kwa wale wanaotembea, inafanya hata wanunuzi wa kutoka sokoni kwenda soko nyingine, ikiwepo ni mwendo wa muda mrefu kidogo, wamekuwa na matatizo makubwa sababu ya vizuizo. Jambo la pili ni mauaji ambayo yanaendelea kufanyika ndani ya mtaa wa Walikale. Kutoka mwezi wa kwanza hadi sasa kuna watu 7 ambao wamekwisha uawa. Miongoni mwao pana wale ambao wako wanaonekana, wale ambao walitenda kitendo wako wanaonekana, na wengi ndio waonekana. Hata hivyo, wanaomba kwa viongozi wa kijeshi pamoja na viongozi wengine kuingilia kati vitendo hivyo vya unyanyasaji. Kwa hiyo tunaalika jeshi na wote wanaohusika na utafiti ama kuchunga raia na mali yake kuwa makini na
angalia kwa nguvu zote na kwa namna yote, wakati yote kitendo kibaya kinaweza kikafanyike, watu hawa hawapate kushikwa na kuwekwa mbele ya sheria. Vile vile tunakuwa na matatizo mengine makubwa sababu ya watu ambao wameenda kuwekwa jela, yani wa prisonnier. Huko kuna shida kubwa ambayo imefanyika, ambayo tunashutumu sisi shirika la raia, tunashutumu ni mambo ambayo imefanyika kinyume ya haki ya binadamu, sababu wa mtu huyu ambaye amekuwa katika hali ya kufungwa, mbele apate kutumia chakula, wanashurutisha kwa yule ambaye alikuja na chakula ili kwamba mfungwa apate kutumia, wanashurutisha kulipa 1000 francs ama 2000 ili kwamba wenda hata kiasi ya 5000 francs kusudi mtu apate kutumia chakula. Hiyo tunakutana inakuwa kinyume kabisa, kinyume ya sheria yetu ya nchi, na tunayashutumu, na kitendo hiki tunaalika wakuu viongozi yapate kukoma kabisa na kupata mwisho yake, sababu hata mtu akiwa mfungwa ana haki zake humo ndani ya jela mahali ambapo alipofungwa. Kwa hiyo tunaenda kuomba wakuu viongozi wanaohusika na usalama, yani kuchunga raia na mambo yake, kuwa makini sana, sababu raia ndani ya mtaa wa Walikale wamekuwa wakiishi maisha isiyokuwa halali sababu ya mambo haya matatu: vijizo nyingi, mauaji ambayo inaendelea kufanyika, na kwa wale ambao wamekuwa katika hali ya kufungwa haki yao haiende kuheshimika. Bwana journalist. Na hivi sasa tujielekeze huko Lubero ambako wanawake wawili wameuawa kwa kupigwa risasi Jumanne ya tarehe 5 Mei huko Lubero katika matukio mawili tofauti yaliyohusisha askari jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wanamgambo wa kundi la Wazalendo. Kisa cha kwanza kinamhusu askari wa FARDC aliyempiga risasi mke wake kwa umbali wa karibu kwa sababu ambazo bado kujulikana. Mwili wa marehemu uligunduliwa asubuhi ukiwa umeachwa na umejaa damu katika eneo la Bumba. Mamlaka za eneo hilo kwa kushirikiana na vyombo vya usalama zimeanzisha uchunguzi ili kubaini ukweli wa tukio hilo. Kisa cha pili kilirekodiwa siku hiyo hiyo katika mtaa wa Yambiaya Mangurejipa, eneo lilopo katika sekta ya Bapere ndani ya usultani wa Baswaga, bado katika wilaya Lubero. Hapa mwanamgambo wa kundi la Wazalendo alimfyatulia risasi mwanamke aliwasilishwa kuwa ni mpenzi wake wa kuishi naye kwa sababu ambazo bado hazijathibitishwa rasmi. Mwili wa marehemu ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhi ya maiti cha hospitali kuu ya Mangurejipa ili kusubiri mazishi. Na huko Baraka ni kwamba shirika la utetezi wa haki za waganga tarafani Fizi na mji wa Baraka limelalamikia kuhusu vitendo vya kupigwa risasi na unyang'anyi vinavyoendeshwa dhidi ya waganga ndani ya mji wa Baraka saa mira ya usiku. Bwana Benoit Kisongwe Mil ni kiongozi wa muungano wa taifa wa waganga nchini katika mtaa wa afya wa Fizi, amesema kuwa siku hizi waganga wanaishi kwa hofu kubwa kutokana na wao kulengwa kila mara na watu wenye silaha. Barua yetu tuliandika sisi, denonse hali ya insecurity ya waganga ndani ya zone sante ya Fizi. Tunateseka sana muda wa siku hizi. Tunahesabia tuko karibu na maakte 3 zinaweza kufikia hata 4. Mtu wa kwanza alikuwa age wa FEPAD, alipigwa masase mkutoka najitembeza kidogo, baada saa hii mgulu yake hayakuwa na amani. Wa pili iko supervisor wa zone sante mwana tabjua baade, walimkuta kwake wanambeba na ama telefone na franga zote zikafanya nini zikaenda. Wa tatu ni Dr. Philip wa CH Mshimbaki, alikuwa anatoka kwake wanamuita kwenda kufanya intervention chirurgicale ku niveau ya hospital, lakini akakutana na watu wengine munjia wenye hawajulikani kama ni banani, akapita mkamnyang'anya matelefone na kumnyang'anya na pesa zote. Wa mwisho ni yumo yetu na vraiment inatuuma zaidi sana ni ite alengamone batoale ite wa centre santé ya Fizi, anapigwa masase mwake musalon hapa le 28 avril 2026. Hadi saa hii hali yake hayakuwa mzuri. Vraiment tunaomba wakuu viongozi waangalie gisi wanaweza kutukamatia security, sababu sisi tunatunza watu na tunatunza hata na mablesse biko natoka kwa mafront. Sisi tuko tunawatunza. Na kama vraiment serikali haikuangalia hali vraiment ingine hali tena ikatukia, tutakuwa na competence ya kudeclarer grève sèche yenye tutafunga vituo vya afya vyote kwanza vya serikali na maprivé zote zitafunga muda wa wiki 2 kama hii hali inaendelea kukua hivi. Première décision comme syndicaliste tulipata mawazo ya kukamata hii decision pour que tuambiwe wakuu viongozi hata na maredo zetu zote zinapatikana mvile ya Baraka ile information. Mwisho ameomba kwa vitengo vya usalama kuwalindia usalama wao kwa kuwa wanatumika kazi ya kunusuru maisha ya raia. Ya kwanza kuhusu kutumika kazi, si kwetu shafu na repo. Banatuambia kusema kama mganga anapasha kuwa saa 24 juu ya kichwa ya mgonjwa. Donc 24 sur 24 heures tuko poko na surveiller mgonjwa, na kutumika yetu kuna strategie mbili. Kuko watu wa kutumika mchana na watu wa kutumika usiku.
Tunaomba serikali itulindie usalama, sababu sisi ndio tuko na mili ya watu mumikono. Bila ulinzi wetu vraiment serikali ikazembea na ile tutakamata na sisi decision, kwa sababu sisi tunaanza kuogopa kufa. Sisi tunatunza watu sababu wapone, lakini wale watu tena wanakuwa tugeuke tena shie, tunageuka tunakuwa watu bao bakwenda na pigwa masasi. Vraiment inatupatia woga mingi sana. Kuhusu marumbano, sisi hatuwezi kuelewa bila marumbano, sababu tunajua kama benye viko wanatuatake saa hii ni watu na sisi tuko tunatunza tutajua marumbano namna gani. Hakuna, hatuwezi kujua kama ile ni marumbano. Tunajua kusema kama tunatunza watu na watu tunajua wanatupiga sisi masasi, na ile kitu inatupatia woga sana. Ndio kama tuko tunalia kwa serikali itulindie usalama wetu, ili hali yetu ya kazi iendelee kuwa mzuri, tutumike kama vile sheria yetu inatuambia. Tumalizie na habari hizi ambazo zinasema kuwa chama cha PPRD cha ugawibuni ima diaspora kinapinga vikali hatua iliyochukuliwa na Marekani dhidi ya kinara wao Joseph Kabila, kikidai kuwa hatua hiyo ni ya kisiasa kwa kuwa hakuna ushahidi wa wazi unaodhibitisha kuwa kinara huyo anafadhili waasi. Mengi zaidi na mchumbe wa mkulima na Fatuma. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, PPRD Diaspora imekanusha tuhuma zilizotolewa kwenye vikwazo vya Wizara ya Hazina ya Marekani dhidi ya kiongozi wao. Inategemea ripoti ya kundi la wataalam wa United Nations ikisema kwamba hakuna ushahidi wa wazi unaothibitishwa kuwa Joseph Kabila Kabange aliandaa au kuhifadhi harakati za kijeshi dhidi ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo mjini Kinshasa, baadhi ya viongozi wanashangilia uamuzi wa utawala Donald Trump dhidi ya rais huyo wa zamani aliye uhamishoni. PPRD Diaspora naonya wafuasi wa utawala wa Felix Tshisekedi kujifunza historia ya Mobutu Sese Seko Ngwendo wa Zabanga aliyewahi kuungwa mkono kwa muda mrefu na Marekani kabla ya kuachwa pale maslahi yalipobadilika. Wanaoshangilia wanapashwa kutafakari mfano wa Mobutu aliungwa mkono kwa miaka kadhaa kisha akaachwa maslahi yalipobadilika. Billy Richardson alitumwa kumwambia Mobutu kuwa muda wake umefika mwisho. Upande wa Kabila unakumbusha hayo. Aidha, wafuasi wa rais huyo wa zamani wanachukulia vikwazo hivyo kama jaribio la kumuua kisiasa. Wanahofu kuwa hatua hizo mpya zinaweza kumtenga, kumchafua na kumdhoofisha kisiasa bila nafasi ya kujitetea na bila ushahidi wa kisheria. Jaribio la kumfanya rais wa zamani Joseph Kabila kuwa mbuzi wa kafara wa matatizo yote ya nchi ni njia ya kukwepa ukweli na hitatatua vita, njaa, ukosefu wa ajira, rushwa wala kuporomoka kwa imani kati ya serikali na wananchi. Mgogoro huo unahitaji upatanishi wa haki, mazungumzo ya jumuishi, taasisi zenye kuaminika, mahakama uhuru na kuheshimu katiba ili kuhakikisha mchakato wa mabadiliko ya kisiasa ya mwaka 2019. Wamesisitiza hivyo. Siku hiyo hiyo mjini Kinshasa, chama cha UDPS pamoja na vyama vingine vya muungano wa Union Sacrée wa Rais Felix Tshisekedi waliandamana kuunga mkono uamuzi wa Washington dhidi ya mtu anayemchukulia kuwa anahusika na uasi unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Augustin Kabuya aliongoza maandamano hayo. Alitaka Marekani kumkamata Joseph Kabila na kumtoa hati ya kimataifa na kumtia mbaroni. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.